Karibu katika mwendelezo wa makala juu ya taifa takatifu la Israel na mataifa jirani ndani ya Mashariki ya Kati. Kama utakumbuka, waziri mkuu wa taifa la Israel, Benjamin Netanyahu, aliionya dunia na hasa mataifa yaliyoweka msimamo juu ya kuishambulia Israel. Watu 22 wameuawa katika mashambulizi ya Israeli huko Beirut, Lebanon. Maafisa wa Lebanoni wanasema watu wengine 117 walijeruhiwa katika eneo lenye watu wengi la mji mkuu. Watu 22 wameuawa na 117 katika kujeruhiwa huko kumeifanya Wizara ya Afya ya Lebanoni kusema hayo, huku milipuko mikubwa ikitokea kwenye eneo dogo la Washia huko Bachura katika mji mkuu. Waokoaji walionekana wakichimba vifusi kwenye eneo hilo la tukio. Magari ya kubeba wagonjwa yaliwakimbiza majeruhi wengi katika hospitali ya chuo kikuu cha Marekani. Aidha, ripoti za vyombo mbalimbali vya habari zinasema ya kwamba havikuthibitishwa zilipendekeza kuwa mlengwa ni Wafaksafa, afisa wa ngazi za juu wa usalama katika kundi hilo ambaye pia ni shemeji wa kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah aliyeuawa. Ofisi yao ya Hezbollah haijatoa taarifa yoyote mpaka hivi sasa. Mashambulizi hayo yalifanyika baada ya siku 2 za utulivu katika mji mkuu wa Lebanon, ambao umeshuhudia mashambulizi makubwa yasiyo ya kawaida katika wiki za hivi karibuni. Hakukuwa na onyo la awali na jeshi la ulinzi la Israel IDF halijatoa maoni yoyote. Hii ni mara ya 3 sasa kwa Israeli kufanya mashambulizi anga katika mji huo ulioko nje ya kitongoji cha kusini cha Dahia, ambako imeshambulia mara kwa mara na kuwaua makamanda wa Hezbollah na kuharibu maeneo yenye silaha. Ikumbukwe hayo yakiendelea, tayari Umoja wa Mataifa wameonekana wakiwa kinyume na taifa la Israel, ambapo Umoja wa Mataifa umeishutumu Israel kwa uhalifu wa kivita kutokana na mashambulizi dhidi ya hospitali ya Gaza. Tume hiyo ilisema mashambulizi ya Israeli kwenye vituo vya afya vya Gaza na jinsi Waisraeli walivyowatendea wafungwa wa Kipalestina ni sana uhalifu wa kivita pamoja na uhalifu dhidi ya binadamu wa maangamizi. Hayo yakiwa yanaendelea, Biblia inasema nini juu ya vita inayoendelea hivi sasa Mashariki ya Kati? Ukisoma katika kitabu cha Zekaria 11 mstari wa 1 inasema, "Ifungue milango yako, Lebanon, ili moto uiteketeze mielezi yako. Piga yowe msunobari, maana mwerezi umeanguka kwa sababu ya miti iliyo mizuri imeharibika. Pigeni yowe, enyi mialoni ya Bashani, kwa maana msitu wenye nguvu umeangamia. Sauti ya wachungaji ya uchungu mwingi, kwa maana utukufu wao umeharibika. Sauti ya ngurumo ya wanasimba, kwa maana kiburi cha Jordan kimeharibika." Mpaka sasa vita Mashariki ya Kati haijapoa, ndio kwanza kama inaendelea. Kwa wale watakatifu ni jukumu lao kuiombea Mashariki ya Kati, lakini kuliombea taifa takatifu la Israel na yote yanayoendelea juu ya taifa hilo kupingwa na maadui zake. Bwana anasema, Israel ni mzaliwa wangu wa kwanza. Mimi Jonathan Landa, tukutane wakati ujao.